Dunia ikiumba, akili yako isiumbe. Jinsi ya kutengeneza utulivu wa kifedha wakati wa migogoro ya dunia. Kuna kitu watu wengi hawakijui. Kila mara dunia inapokuwa kwenye mvutano, vita, migogoro ya kisiasa, kupanda kwa bei ya mafuta, kuyumba kwa uchumi, kuna watu wawili tu wanaozaliwa. Wale wanaoishi kwa hofu, wale wanaotumia fursa. Swali sio dunia inafanya nini. Swali ni akili yako inafanya nini? Wakati dunia inaonekana kuyumba, ubongo wa binadamu unaingia kwenye survival mode. Kisayansi, amygdala, sehemu ya ubongo wa hofu, huchukua usukani. Matokeo yake, watu hununua kwa panic, huweka akiba kwa hofu, huwekeza bila kufikiri, huamini kila habari mitandaoni. Lakini kumbuka hii kanuni ya pesa vibe. Masoko yanaendeshwa na hisia za watu, si mantiki ya watu. Hofu ikiongezeka, bei ya dhahabu hupanda, mafuta hupanda, sarafu huyumba, masoko ya hisa hushuka au kupanda ghafla. Migogoro ya kimataifa huathiri bei ya mafuta, usafirishaji, bidhaa zinazoagizwa nje, sarafu. Kwa Tanzania, mafuta yakipanda, usafiri unapanda. Usafiri ukipanda, bei ya vyakula inapanda. Bei zikiongezeka, nguvu ya pesa yako inapungua. Hii ndio inaitwa shock inflation. Lakini sasa swali la pesa vibe. Je, utakuwa mlalamikaji au mchezaji wa mchezo? Historia inaonyesha, wakati wa hofu, biashara za msingi hustawi. Watu huwekeza zaidi kwenye mali salama. Watu hujifunza fedha kwa sababu wanaogopa kupoteza. Hapa kuna maeneo ya kuangalia kama Mtanzania. Biashara za bidhaa za lazima, kilimo cha chakula, huduma za ushauri wa kifedha, ujuzi wa digital kama freelancing, akiba kwenye mali zenye uimara. Wakati watu wanalia, mwekezaji anachunguza. Mitandao inapenda drama, lakini investor anapenda data. Kila habari ya dunia imewaka moto. Jiulize, hii inanigusa moja kwa moja au ni kichocheo cha emotional reaction? Je, nina akiba ya miezi 3 hadi 6 ya matumizi? Je, nina chanzo zaidi ya kimoja cha kipato? Utulivu wa kifedha huanza kwenye utulivu wa akili. Jifunze ujuzi unaoulizwa kimataifa kama copywriting, editing, design, coding, trading skills au analysis. 5. Fuatilia masoko kwa utulivu. Usifanye maamuzi kwa hasira au hofu. 6. Ongeza asset mindset. Nunua vitu vinavyozalisha pesa, si vinavyokula pesa. 7. Linda afya yako ya akili kwa sababu hofu ya muda mrefu huua productivity. Kila mgogoro wa dunia umezaa malionea wapya. Swali sio vita ipo au haipo. Swali ni, je, wewe umejiandaa? Pesa haimwendei mtu mwenye hofu. Inamwendea mtu mwenye maarifa. Ukiona dunia inatetemeka, usitetemeke. Simama, chunguza, panga, tekeleza. Kama umejifunza kitu leo, andika kwenye comments, nimechagua utulivu. Share video hii kwa mtu mmoja anayehitaji utulivu wa kifedha. Follow Pesa Vibe kama unataka kuendelea kujenga akili ya pesa, si akili ya hofu.